Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawabariki wote katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Moja kwa moja ninakaribisha kwenye kipindi hiki kizuri ambacho tunapata wasaa mzuri wa kujifunza neno la Mungu kutoka mahali hapa Manukato ya Sifa. Leo moja kwa moja tutakwenda kuangalia aina ya taji zitakazotolewa kwa watakatifu wa Mungu mara tu baada ya kumaliza kazi zao za utumishi na wito ambao Mungu aliwaitia, mara baada tu pale watakapoingia katika mji mpya Yerusalemu. Sasa haitopendeza kabisa kumuona mtu ambaye hakupewa taji yoyote wakati alikuwa na muda wa kumfanyia kazi Mungu, tofauti na yule mhalifu msalabani. Pia ni wajibu wetu kuwa na lengo la kupata taji zozote zifuatazo kwa gharama yoyote katika maisha ya wokovu. Kwa ndugu yangu, katika kumtumikia Mungu, hakikisha unatumika kwa bidii na unajitoa hasa ipasavyo katika kazi ya Mungu. Tutaangalia taji moja moja. Taji ya kwanza ambayo imezungumzwa katika maandiko matakatifu ya neno la Mungu, taji isiyoharibika. Yaani kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 23 mpaka wa 25. Neno la Mungu limezungumzia kwa habari ya hii taji isiyoharibika. Yaani taji hii watapewa watakatifu ambao walifanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kushiriki pamoja na wengine. Walijizuia yote katika utoaji wao kwa ajili ya Injili. Walijizuia katika maombi yao, pia walitumia vyote walivyo navyo, muda, ujuzi, vipawa, vyeo vyao, uwezo wote ili kushiriki Injili pamoja na wengine. Kwa hiyo hii ni taji ambayo watapewa hao ambao walijitoa kwa ajili ya utumishi wa Mungu, ambao walifanya vitu vyote walivyoweza kuvifanya, waliuza vyote, walijizuia juu ya yote katika utoaji wao kwa ajili ya Injili, walijizuia katika maombi yao, pia walitumia vyote walivyo navyo, muda na ujuzi wao na vipawa vyao kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa ajili ya Injili ya Mungu, ili kwamba Injili ya Mungu isonge mbele. Pia hayo yameandikwa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 6. Neno la Mungu linasema kwamba hakuna apigaye vita ajitahidi katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandikia awe askari. Hata mtu akishindana katika mchezo hapewi taji isiyoshindana kwa halali. Sasa ukisoma mstari wa 6, neno la Mungu linasema kwamba yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza kupata fungu la matunda. Pia hata hawa waliofanya hivi, waliofanya kazi ya Mungu kwa ujuzi wao, kwa vipawa, kwa muda, kwa vyeo vyao, kwa maombi yao, hawa nao neno la Mungu anasema kwamba watapata taji isiyoharibika. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, neno la Mungu linatuambia kwamba ipo taji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya hao watu wa namna hii. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 23 mpaka wa 25, nami nitafanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kushiriki pamoja na wengine. Je, hamjui ya kuwa washindanao na kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeayo tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapewe taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Neno la Mungu linatuonyesha kwamba hapa kuna taji ya kwanza ambayo inaitwa taji isiyoharibika. Taji ya pili ambayo inazungumziwa na maandiko ni taji ya kujionea fahari. Taji ya kujionea fahari. Hii pia ni taji ambayo imeandikwa kwenye maandiko matakatifu ya Mungu. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema kwamba maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini? Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Kwa hiyo hapo tunaona Biblia kwamba pia inatutajia kwamba kuna taji ya kujionea fahari. Hii taji inaitwa taji ya kujionea fahari kwa sababu watakaoipata taji hii watang'ara kama nyota, tofauti na wengine watakavyong'ara. Fahari yao itakuwa kubwa kuliko ya wengine. Mng'ao wao wa utukufu utakuwa mkubwa kuliko wengine. Taji hii watapewa wale waliowaleta watu wengi kwa Kristo kutokana na kushuhudia kwao au kuhubiri Injili. Washuhudiaji wale waliozaa watoto wengi katika Injili yao ya mtu kwa mtu au vinginevyo, na kuwaongeza mahali ambapo watakuzwa kwa mafundisho
mwisho na kuwa watenda haki sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hii ni taji ya kujionea fahari. Watapewa watu wale ambao waliwaleta watu wengi kwa Kristo kutokana na Injili na kushuhudia kwao na katika kuhubiri kwao. Pia neno la Mungu linatuambia kwamba ipo nyingine taji, ni taji ya uzima. Taji ya uzima kwenye maandiko matakatifu imetajwa. Taji hii ni kwa wale waliopita katika mateso au mitihani mikubwa ya mauzi na kuchukiwa kwa ajili ya Kristo, wakashinda, hawakupenda maisha yao hata kufa. Ukiangalia kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 11, neno la Mungu linatuambia kwamba nao wakashinda, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawa pia ukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5, Injili ya Mathayo sura ya 5 ule mstari wa 11, neno la Mungu linatuambiaje kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 11? Neno la Bwana linatuambia kwamba heri ninyi watakapowashutumu na kuwauzi na kunenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa sababu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowauzi manabii na waliowaua kabla yenu. Bado pia inatuonyesha kwamba hawa watu waliuliwa bila kupenda kwa ajili tu ya neno la Kristo. Kwa hiyo hii ni taji inayoitwa taji ya uzima. Hii taji ya uzima ndiyo watapewa watu wa namna hiyo. Sasa tuangalie kwenye kitabu pia cha Waebrania sura 11 24 mpaka 26. Neno la Bwana linatuambiaje? Neno la Bwana linatuambia kwamba kwa jinsi ya Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Neno la Mungu atuambia pia Musa alikubali kupitia katika mateso na katika kipindi hicho kama tu watu wa Mungu Israeli walivyokuwa na tesa, kwa sababu alikataa kujifurahisha kwa dhambi ya kitambo, alikataa kujifurahisha kwa furaha ya kitambo tu, lakini akitazamia malipo, akitazamia thawabu, akitazamia uzima kutokana tu na kukataa hiyo furaha ya muda na hiyo dhambi ya muda. Ndio maana ndugu zangu nakwambia, dhambi ni ya kitambo, starehe ni za kitambo, lakini mateso kwa ajili ya Kristo, lakini kutenda mema kwa ajili ya Kristo, malipo yake ni malipo ya milele. Kwa hiyo sasa, hiyo ni taji ya uzima. Hii taji ya uzima watapewa wale waliopitia katika mateso au mitihani mikubwa ya mauzi na kuchukuliwa kwa ajili ya Kristo, na kwa ajili ya mashutumu mbalimbali, kwa ajili ya wale ambao walipitia kipindi kigumu na majaribu ya magumu kwenye utumishi wao. Pia hiyo ndio taji inayoitwa taji ya uzima. Pia kuna taji nyingine inaitwa taji ya haki. Taji ya haki hii pia, taji ya haki ni kwa wale waliopenda kufunuliwa kwake Yesu Kristo wakati wote. Hai ni kwa wale waliopenda kufunuliwa kwake Yesu Kristo wakati wote, moyoni walisema amina na uje Bwana Yesu. Walikuwa katika utakatifu wakati wote. Kila neno walilojifunza walilitendea kazi. Kwao hakukuwa na kurudi nyuma na kwenda duniani kwanza halafu akaendelea na wokovu kidogo. Yani sio wale ambao watu walikuwa ni wakubipu. Yani ikiwa na maana kwamba wale vuguvugu, ana habari za Yesu Kristo anazitaka na mambo ya dunia bado anayataka. Hii ni taji kwa ajili ya watu wa namna hiyo, wale ambao walipenda kufunuliwa kwa Yesu Kristo, walikuwa katika utakatifu wakati wote, yani muda wote walikuwa ni watakatifu. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8, Biblia inakuambiaje? Biblia inasema kwamba hakuna apigaye vita ajitie katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika au askari. Hata mtu akishindana katika michezo hapewi taji asiposhinda kwa halali. Yampasa mkulima mwenye tabu ya kazi kuwa wa kwanza kupata fungu la matunda
Mstari wa 8 nitaruka, mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu na uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Kwa hiyo kwamba huyu mtu alizishinda, kama neno Mungu anatuambia hakuna mtu anayepewa taji asiposhinda. Kwa hiyo huyu mtu alishinda, alizishinda tamaa zote za dunia, alishinda yote na majaribu yote. Kwa hiyo huyu mtu ana taji ya haki. Ukiangalia pia taji hii pia ni kwa wale wote waliowatendea mema adui zao, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Luka, ni wale ambao watendea mema adui zao. Kitabu cha Luka sura ya 6:34 hadi 36. Biblia inatuambiaje? Kitabu cha Luka sura ya 6:34 mpaka 36. Neno la Bwana linasema kwamba na mkipata kitu na mkiwakopesha watu, huku mkimtumaini kupata kitu kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata mwenye dhambi huwakopesha wenye dhambi, ili warudishiwe vile vile. Bali wapendeni adui zenu, tena tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na sababu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu, nanyi mtahukumiwa; msilaumu, nanyi hamtalaumiwa; achilieni, nanyi mtaachiliwa. Hii ndio taji hii watakaopewa, inaitwa taji ya haki. Pia kuna taji nyingine inaitwa taji ya utukufu. Taji hii watapewa wachungaji, walimu au watumishi wa Mungu waliojitaabisha kuwafundisha wengine na kuwalea kwa njia zozote, kuwafundisha kanisani na kuwapa huduma za kichungaji, kuandika vitabu na audio au tracts, au kama hivi ninavyofanya mimi au unavyofanya wewe mtumishi wa Mungu ambaye unaandika vitabu, unayeweka mafundisho kwenye mitandao ya kijamii. Hii taji inaitwa taji ya utukufu. Watapewa watu wa namna hii ambao waliwafundisha wengine, walikuwa wanatoa muda wao, wanajitabisha kuwalea watu waishi katika njia za Mungu, walikuwa wanawafundisha watu kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 2 hadi 4, Biblia inasema kwamba lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, kama Mungu alivyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile sio kauka. Umeona hapo? Hiyo ni taji kwa ajili ya wale ambao watachunga makundi ya Mungu, yani wale watakao walea watu wa Mungu na kuwafundisha njia za Mungu. Pia kuna hii taji watapewa wale ambao wanachukua muda wao kuwafundisha watoto wachanga wengi wa kiroho mpaka wanakuwa. Namna yoyote ya kumsaidia mtu kujifunza itapata thawabu hii. Kumwazima au kumpa mtu vitabu au kaseti, kanda za mafundisho, kumpa mtu mwenzako, kumpa na ule ende kwenye mafundisho, kazi ya kuhudumia kanisa, kubeba watoto, kufanya lolote ili watu wawe na raha ya kujifunza, utapewa taji ya utukufu. Pia taji hii watapewa wale watu ambao wanawahudumia mitume na manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, ili wapate urahisi wa kuzifanya kazi za Mungu. Kwa hiyo ndugu mpendwa unayenisikiliza, na kutia moyo kwamba endelea kutoa ndani ya nyumba ya Mungu, endelea kutoa endelea kutoa sadaka. Zinafanya kazi kubwa sana kwa watu hawa wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu. Kwa hiyo usikate tamaa, usikate moyo kuto kutoa sadaka zako, kuto kufundisha. Fanya kazi ya Mungu, utapata malipo sawa na kazi yako uliyoifanya. Basi ninakubariki katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Endelea kufuatilia mafundisho yanayotoka mahali hapa. Ninawashukuru sana ninyi ambao mnaendelea kusubscribe. Mungu wa mbingu na nchi awabariki.